Kwingineko, polisi katika eneo la Kilimani hapa Nairobi wanachunguza kifo cha kijana wa miaka 22 aliyefariki baada ya kurushwa kutoka ghorofa ya juu ya chumba cha malazi wikendi iliyopita. Kijana huyo aliyetambuliwa kama Festus Lee Oromo anasemekana kuwa na wenzake akiwemo mpenzi wake aliyepatikana naye kwenye mtandao wa mapenzi kabla ya kifo chake. Ode Francis anatuarifu zaidi. Ni tukio lililotokea katika jumba la Heartland Apartments kwenye barabara ya Kindaruma, Kilimani, usiku wa kuamkia Jumapili, wakati mwili wa Festus Lee Oromo ulipatikana juu ya gari lililokuwa limeegeshwa. Kuanguka kutoka ghorofa ya 14 kulimwacha Festus na majeraha mabaya zaidi. Uchunguzi wa maiti uliofanywa leo mbele ya familia yake umethibitisha kuwa alifariki kwa kupoteza damu nyingi na majeraha ya viungo mbalimbali kichwani, kifuani na tumboni, yote yakilingana na athari ya kuanguka kutoka juu. Miguu yake yote miwili ilivunjika na gari aliloangukia liliharibika vibaya. Wapelelezi wanachunguza jinsi Festus alivyotupwa kutoka kwenye roshani ya chumba cha Airbnb alichokuwa amekodi siku 2 kabla ya tarehe 28 Novemba. Inaripotiwa kuwa alikuwa akiishi katika jengo la Block B, chumba nambari 1406, pamoja na watu wawili ambao sasa wamekamatwa, Lilian Morambeki na Patrick Jagongo. Leo katika mahakama ya Kibera, kupitia kiapo cha polisi, inadaiwa chumba hicho kilipatikana kikiwa katika hali ya vurugu, hali inayodokeza kuwa huenda kulikuwa na ugomvi mkali. Lilian alipatikana amelala chumbani akidaiwa kuwa mlevi. Mavazi ya kiume na stakabadhi za utambulisho zinazodhaniwa kuwa za Festus pia zilipatikana eneo la tukio. Kulingana na uchunguzi, Lilian na Festus walikutana kupitia mtandao wa kijamii wa kutafuta wapenzi mwaka 2024 inayojulikana kama Tinder, na tangu hapo walidumisha uhusiano wa karibu. Lilian, ambaye ana uraia wa nchi mbili ikiwemo Costa Rica na Kenya, anasemekana alikuwa akitembelea Kenya mara kwa mara kutembelea Festus. Rekodi za wageni wa jengo hilo zinaonyesha kuwa wageni kadhaa walitembelea chumba hicho siku chache kabla ya tukio hilo. Kwa mujibu wa wapelelezi, Lilian aliwaambia wachunguzi kuwa yeye, Festus na Patrick walikuwa wakinywa pombe pamoja usiku wa tukio hilo. Anadai kuwa alienda kulala akiwaacha wanaume hao wawili wakiendelea kunywa sebuleni. Washukiwa wote wawili walikamatwa Jumapili jioni, Lilian katika jengo la Heartland Apartments na Patrick huko Kahawa West. Kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani, idara ya upelelezi wa jinai ikipewa siku 14 na mahakama ya Kibera kukamilisha uchunguzi wao. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.